Sasa inabidi tulipe kodi hapa angalau hata miezi 3 tusogeze siku. Yaani mume wangu ulipe tena kodi hapa? Ndio. Mimi nilishakwambia sitaki kukaa hapa. Mimi hapa nimepachoka. Toka tumekaa hapa tujafanya maendeleo yoyote. Mke wangu, maendeleo hayapatikani kama vile unavyotaka wewe au kama unavyojua wewe. Maendeleo ni jambo la subira linahitajika. Na maendeleo hayapatikani kwa haraka kama unavyojua. Maendeleo lazima ujipange mtu. Leo unaichi, kesho unaichi. Leo unaichi, kesho unaichi. Sio kwamba yani mtu unapomwona na kitanda, sofa, labda kabati ndani, sio kwamba kaingiza kwa siku moja. Hapana. Vitu vinatafutwa mke wangu. Kwanza mimi nikichukua hela yangu ya mshahara, tulipe kodi ya miezi 3. Maisha mengine yataendelea. Sawa, ndio kuna vitu vya kuvumilia, lakini mambo mengine inabidi unisikilize na mimi. Nishakwambia hapa sitaki kukaa. Wewe mwanaume gani usosikia? Mimi hapa nimepachoka. Na ukiendelea kukaa hapa mimi naondoka. Utakaa mwenyewe. Basi sawa. Tafanya hivyo. Nakupa kazi, tafuta chumba. Hayo ndio nilikuwa nataka. Oi! 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 Asante. Karibu. Mama yako yupo? Hayupo, nikusaidie nini? Nilikuwa na shida ya chumba cha kupanga, nimeelekezwa hapa kuna chumba. Ndio kipo, twende kakione. Chumba nimekipenda. Ni kizuri. Je, vipi kuhusu hivi vyombo? Kama umekipenda, usijali vitatolewa. Je, unajua kodi wanapokea shilingi ngapi? Na wanalipia miezi mingapi? Chumba ni 25,000, 5,000 ya umeme. Unapokea kwa mwezi mmoja. Basi sawa. Mwambie mama yako kesho tutakuja kulipia hiki chumba. Mtoe na hivyo vyombo. Sawa, karibu. Asante. Bien. Buenas tardes. Salama. Vipi? Safi. Safi. Kuna mtoto. Na mtoto na anatarajia kutembea. Nyumbani wapi? Hapo mbele Kichangani. Mitaa hii. Mimi nimepanga hapo. Ndio naanza kufanya nyumbani. Haya, basi sawa. Sawa, ndio. Karibu hapa nyumbani. Kumbe leo unakaa hapa? Nyumbani. Basi na mimi juzi nilikuja kutafuta chumba nikapata chumba hicho hapo. Karibu. Asante. Ila sheria za ndani mama haisi. Nikufuata tu kufanya usafi. Nataka wageni ndio. Basi kama hivyo mimi naweza. Sawa, karibu ndani. Hapana binamu, leo sitaweza kuingia ndani. Nitakuja niingie tu siku nyingine kwa sababu tutakuwa majirani tayari. Basi acha msinipige. Sawa. Dada samahani, nakuomba uje. Ni nyumba yetu. Nakusikia.
Shikamoo. Mama, jambo. Si jambo. Kile chumba nishafanya usafi, mbona mjahamia? Mwanangu, mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Tulitegemea tuhamie jana, ila ile pesa niliyokuwa nategemea wameniambia nisubiri mpaka siku 7. Kama mna uhakika kupata hiyo hela ndani ya siku 7, basi mje muhamie. Sijawahi kupata wenye nyumba mzuri kama wewe. Maana wenye nyumba wote wanatakaga kodi kwanza alafu ndo mtu uhamie. Wewe umekubali mpangaji bila kulipwa hela. Lakini uaminifu unahitajika. Ndani ya hizo siku 7 tutakuwa tushakupatia hela. Karibu. Asante. Inawezekanaje mtoto mdogo kama yule akamiliki nyumba kubwa namna hiyo? Mimi nilichokuwa nakitaka ni kuongea tu na huyu mwenye nyumba wetu. Ni bora mke wangu tuendelee kubaki hapa hapa kuliko kwenda katika nyumba nyingine. Uone kama anaweza kawa yale yale. Inasemekana babake yule mtoto yupo, ila mamake amefariki. Hisia zangu zinanituma ile nyumba pia haiko sawa. Ni bora tuendelee kukaa hapa kuliko kuhangaika na nyumba nyingine mke wangu. Unataka uendelee kubaki hapa kwenye nyumba ya chuma ulete? Sijamaanisha kuwa napenda. Na hata hivyo, nilishaongea na yule mtoto na yeye alinikubalia kwamba kodi nitampelekea tukishahamia baada ya siku 7 hizo kupita. Hapana mke wangu. Sio kama napenda kukaa nyumba yenye chuma ulete au kama napenda nisifanikiwe. Lakini mke wangu, ni vizuri nikiongea na mwenye nyumba tukiendelea kukaa katika hii nyumba. Sina pesa ya kwenda kumlipa hiyo nyumba nyingine unapotaka tuhamie. Ni bora tu tulipie hapa, tuongee na mwenye nyumba, tuvumilie, tukipata pesa tutalipa mke wangu. Lakini sasa tukahamia nyumba nyingine na ikawa majanga vile vile. Hapana. Mimi nilishakwambia sitaki kukaa hapa. Na wewe kama unataka kuendelea kukaa hapa, kaa peke yako, mimi naondoka. Ukae peke yako na uwe mwanao.